kwamba mna mtu wa watu ambaye ana watoto, ana familia na mama zake kama hawa hapa. Ni vizuri mkawaambia, familia ikaambiwa ndugu yetu yuko wapi? Yuko wapi? Tumeenda polisi, kituo cha polisi leo saa 3 asubuhi. Tumeenda saa 3 asubuhi kituo cha polisi Tarime, hayupo. Tumemtuma wakili, ameenda immigration, hayupo. Tumetuma uongozi wa Chadema mkoa kupitia kwa katibu wa mkoa wa Chadema, na hatujataka wananchi, naomba muelewe, hatujataka wananchi kutaka kuongozana na sisi, ila wananchi sio kwamba hawapo wa kuongozana na sisi kudai alipo ndugu yetu. Wapo wengi sana na wako tayari. Lakini sisi tulichofanya kama familia, tunataka kutoa muda, na tunatoa muda kwa ajili ya kuendelea kuonesha ustahimilivu wetu na ustaarabu wetu, kwamba kwa sababu huyu mtu alikamatwa na jeshi la polisi, na jeshi la polisi lina viongozi, hatuoni sababu ya kuhoji kwa kutumia nguvu ya umma, of which ni kitu ambacho kitatokea muda wowote wao wakitupuuza sisi. Aliondoka hapa akajua kwamba yuko huru akaenda. Na sisi tukawa na imani kwamba John, kwa sababu walitutangazia umma wakatuambia kwamba John anasafirishwa kwenda nyumbani kwao Tarime. Lakini tunajua kwamba John anakuja. Lakini masaa yanavyozidi kusogea tunaendelea kuwa na nini? Tunaendelea kuwa na wasiwasi, hatujui mtoto wetu yuko wapi. Kwa kweli tunamwomba Samia, Mama Samia ni mzazi mwenzetu, anajua uchungu wa mwana. Afadhali hata mwanaume ajui uchungu wa kusukuma wala ajui uchungu wa kumzaa mtoto. Yeye anajua uchungu wa kumzaa mtoto. Atuambie kijana wetu yuko wapi, tumpelekee hata maji ya kunywa. Awaambie askari wake, awaambie watu wake, watuonyeshe mtoto. Sisi hatuna jambo lingine, tunataka tujue kwamba tu yuko wapi. Yuko kwenye mikono salama au yuko wapi? Tumpatie hata. Kwa mimi nashangaa polisi wamemkamata jana makamo tukiwa naye, na walikuja wakamwambia vizuri, Mheshimiwa Heche uko chini ya ulinzi sasa, unatuhumiwa. Heche akauliza kwa kosa gani? Wakamwambia kosa uliolifanya Sirari, tunaomba tuende na wewe polisi Central. Sisi tukaattempti, mimi na msaidizi wake mmoja, tukaattempti kupanda gari ya polisi ile, wakatuzuia, hamruhusi kupanda kwenye hii gari. Tukapanda gari ya makamo ambao tulikuja nayo, tumeongozana nao mpaka Central. Tumefika Central wakatuzuia, wakaingia naye kituo cha polisi. Sasa tunashangaa, tangu jana wamemkamata makamo, tulikuwepo, tumemfikisha Central. Inawezekanaje mpaka leo polisi wasiseme wako naye wapi, wanafanya naye nini? Kwa hiyo tuliamkia leo polisi. Tumeenda polisi, kwanza tumemwona OCCID wa wilaya ya Tarime, tumeongea naye, akatuambia kwamba Mheshimiwa Heche, hatuna taarifa kwamba Mheshimiwa Heche analetwa hapa, kwa sababu kama hizo taarifa zingekuwepo, yule ni kiongozi mkubwa, tungekuwa na maandalizi fomo ya kumpokea hapa, lakini mpaka sasa hivi hatuna hiyo taarifa na hatumu-expect kwamba analetwa leo hapa Tarime. Kwa tulivyotoka hapo tukaenda kuonana na RPC Marco Njera, kamanda wa mkoa wa kipolisi wa mkoa huu, kwa sababu tunakanda maalum hapa, na yeye akalitreat position the same ambayo OCCID alikuwa ameitoa. Baada ya kutoa hiyo taarifa, kuna taarifa ambayo tuliambiwa kwamba na OCCID, kwa sababu ni lazima haya mambo yaweke clear kwamba Mheshimiwa Heche bado yupo Tarime, yuko Dar es Salaam. Kwa hiyo mfuatilieni huko Dar es Salaam. Mimi nimeteki trouble, nikampigia afande Mlilo, akapokea simu. Tukaongea naye kwa muda wa dakika 3. Nikamwambia mimi ni wakili, naitwa Edward Heche na muwakilisha John Heche. Tuliona jana majira ya saa 2 maafisa wa jeshi la polisi wanamkamata Mheshimiwa Heche, lakini tulipata taarifa kwamba analetwa Tarime. Sisi hapa tunapozungumza naye tuko katika kituo cha polisi hapa Tarime, wametuambia kwamba mheshimiwa bado yupo da. Tungependa kupata kauli yenu kutoka hapa Dar es Salaam kwamba je, bado mnamshikilia huko Dar es Salaam au wameondoka kuja huko? Alichokisema afande Mlilo, afisa wa jeshi la polisi, kwa lenki yake akaanza kuniuliza Heche anashtakiwa na misitu, anashtakiwa na uhamiaji au anashtakiwa na jeshi la polisi. Mimi nikamwambia afande Mlilo, tuliomuona wanamkamata mheshimiwa makamu mwenyekiti John Heche sio watu wa misitu, sio maafisa wa misitu, na kwa rekodi yake, kwa sababu sisi tunamfahamu, hana kesi ya misitu. Lakini pia tuliowaona pale wanamkamata ni maafisa wa jeshi la polisi. Kama afisa wa jeshi la polisi mlimkamata kwa nia ya kumhandover kwa watu wengine, tulitegemea sasa
mtoe taarifa yenu fomu na rasmi kwamba tumemkamata Mheshimiwa John Heche lakini sisi kama jeshi la polisi hatuna kesi naye, tuna muhendo labda kwenye idara fulani ambayo sisi kama enforcer tumeisaidia hiyo idara kufanyeje, kumkamata. Ndio tulichotegemea, lakini kwa sababu hatuna hiyo taarifa, sisi tunajua nyewe ndio mnamshikilia Mheshimiwa makamu mwenyekiti. Akaniambia kwamba sasa mimi kwa kukusaidia, nenda uhamiaji, wana taarifa kwamba Mheshimiwa makamu mwenyekiti Heche yuko wapi. Nimeenda katika ofisi ya uhamiaji wilaya Tarime, nimekutana na mkuu wa uhamiaji Tarime, nikaongea naye, akasema kwamba sisi kwanza hatuna kesi na Mheshimiwa Heche na hatumu expect kwamba leo analetwa hapa Tarime.